Mheshimiwa mgeni rasmi, kutokana na umuhimu wa maadhimisho haya ya miaka 30 ya VETA na kutokana na kazi nzuri ambayo imefanya na anaendelea kuifanya kiongozi wetu Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kuna tuzo pia kwa ajili ya Mheshimiwa Rais. Naomba ile tuzo kwa ajili ya Mheshimiwa Rais isogee. Wale wanaohusika na tuzo Mheshimiwa Rais ni wapi? Na Mheshimiwa Taadhima tutaomba upokee kwa niaba yake. Hiyo hapo inakuja kwa Mheshimiwa Waziri, na hiyo ni tuzo kwa ajili ya Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Makofi mengi sana. Kwa ajili yako wewe naibu waziri mkuu na waziri wa nishati. Tunaomba upokee. Makofi tena mengi na vigelegele. Mheshimiwa mgeni rasmi, nipende kukushukuru kwa kuweza kujumuika nasi katika siku yetu hii ya leo, kuweza kufunga maadhimisho haya ya miaka 30 ya VETA, lakini pia kuweza kuwashukuru wote ambao wameweza kujumuika nasi katika asubuhi ya leo, hususan wadau ambao wametuwezesha kuweza kutekeleza swala hili, na ikiwemo wadau wetu wa Universal pamoja na wadhamini ambao wamekuwa nasi katika kutekeleza swala hili kama walivyokuwa wameorodheshwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, shughuli yetu ilianza tokea tarehe 18 mpaka leo tarehe 21 ndio siku ya kufunga, tukiwa tumefanya shughuli mbalimbali, na katika shughuli hizo wakati tukiwa hapa tumeweza kufanya maonesho ya bunifu na teknolojia ambazo nawe pia umeweza kuziona katika maeneo ambayo umeweza kuyapita asubuhi ya leo, lakini pia tumeweza kuwashirikisha wadau wengine wa elimu na taasisi nyingine binafsi katika kufanya maonyesho haya. Sambamba na hayo, tumefanya pia mashindano ya ujuzi ambapo wanafunzi 36 ambao walikuwa umetoka Tanzania nzima walikuwa wameshindanishwa katika ngazi ya mikoa, wameweza pia kujumuishwa na kufanya mashindano ya ujuzi katika stadi za uchoraji wa ramani za nyumba, uwashi, ushonaji pamoja na huduma za chakula na uungaji na uundaji wa vyuma. Na vijana hao wameweza kushindanishwa ili mwisho wa siku kuweza kujua kwamba maeneo yao ya ujuzi ni maeneo muhimu na maeneo ambayo yanawahitaji waweze kuyazingatia katika utekelezaji au ufanyaji wa shughuli zao mbalimbali. Tumejivunia na pia wameweza kujivunia kuonyesha stadi zao kuanzia ngazi hizo za vyuo, kikanda pamoja na tunatarajia kitaifa. Katika mijadala yetu tumeona kwamba kuna msingi mkubwa wa kuweza kusimamia na kuhakikisha ubora wa mafunzo ya ufundi stadi nchini tunautekeleza kwa sisi wa VETA na pia wale wadau wengine ambao wanatoa mafunzo ya ufundi stadi. Hivyo imeonekana kwamba ni vema tuweze kwenda kuhakikisha ubora wa mafunzo unazingatiwa ili mwisho wa siku wale vijana wanaenda kwenye soko la ajira waweze kuwa na ubora na uwezo wa kutekeleza shughuli mbalimbali katika soko la ajira. Sambamba na hilo, kulikuwa kuna eneo la ubunifu ambalo lilijadiliwa kuona namna ya uwezeshaji wa wabunifu na namna ambapo wabunifu zile bunifu zao zinaweza kwenda kuchukuliwa na kubiasharishwa, yani kuingizwa sokoni. Hivyo ilionekana kwamba ni vema tuweze kuwa na utaratibu ambao wenzetu wa COSTECH wanao, basi kuona ni namna gani COSTECH wanaweza kuongeza bajeti kuwezesha hawa wabunifu waweze kuendelea. Lakini sambamba na hilo, tumeenda katika eneo la kuona ni namna gani watu wale wa other VET provider au vyuo vingine kuwezeshwa na serikali katika kuhakikisha wanakuwa na miundombinu, vifaa ambavyo vitawezesha kutoa mafunzo katika ubora na katika viwango vile vinavyotolewa na vinavyohitajika kitaifa, kikanda na kimataifa. Na yote haya tumeweza kuyajadili na kuona mwisho wa siku kuweza kuja na maazimio takriban 8 ambayo tutayawasilisha na kuweza kuyafanyia kazi ili kuhakikisha kwamba utoaji wa elimu na mafunzo ya ufundi stadi hapa nchini unakuwa umezingatia viwango na ubora. Mheshimiwa mgeni rasmi, mimi nipende kusema tunaishukuru sana
serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuhakikisha kwamba vyuo vya ufundi stadi nchini vinajengwa vya kutosha na viweze kuwafikia wananchi wote na kupata fursa ya ufundi stadi na kuweza kupata ujuzi. Na sisi pia tunasema vipo viongozi wengine ambao mnasimamia pia utekelezaji wetu, na tunawashukuru sana kwa usimamizi na uwezeshaji ambao mnaotupatia katika kuhakikisha kwamba tunatoa mafunzo ya ufundi stadi nchini na fursa zilizokuwepo. Tunaamini tutaendelea kushirikiana pamoja na wadau wengine wa maendeleo kama walivyokuwa wamewasilisha, pamoja na wadau wa viwanda katika kuhakikisha kwamba tunatoa mafunzo yaliyo bora na yale yanayohitajika katika soko la ajira. Mwisho nipende kusema kwa kuzingatia kwamba matoleo la sera ya elimu ya mwaka 2014, toleo la mwaka 2023, pamoja na mabadiliko ya maboresho ya mitaala, inatuhitaji kwenda kuhakikisha kwamba vijana wa Kitanzania tunawajenga kuwa na maarifa, ujuzi na uwezo wa kwenda kufanya mambo mbalimbali. Na sisi kama VETA na vyuo vya ufundi stadi tunaamini tunaenda kulitekeleza hilo na kuhakikisha kwamba taifa linakuwa na watu wenye ujuzi wa kutosha na wenye uwezo wa kwenda kufanya shughuli mbalimbali katika miradi mbalimbali ya kimkakati na katika viwanda na uwekezaji mbalimbali unaenda kufanyika. Na nipende kusema kwa sasa pia tunaenda kufanya urasimishaji wa ujuzi kwa wananchi wa Kitanzania takribani 80,000, na hii ikiwa ni kutekelezaji wa lengo la serikali la kuhakikisha kwamba hadi ifikapo mwaka 2026 Juni kuwe vijana na wananchi 100,000 wameweza kupatiwa ujuzi. Hivyo tunaenda kufanya urasimishaji wa ujuzi kwa watu 80,000 ambao wataweza kurasimishwa ujuzi wao na kuweza sasa kutambulika vizuri kwenye soko la ajira. Fani ya umeme kwa maana ya electrical kuna washindi watatu, wa kwanza, wa pili na wa tatu. Mshindi wa kwanza Adam Mayubu, makofi mengi kwake. Mshindi wa pili Macmillan Kihundwa, makofi mengi kwake. Mshindi wa tatu Joseph Sabai. Haya, nataka kupiga picha hapo kwa pamoja kwanza. Wewe bana kutoka Macmillan, mshindi wa pili anapata 500,000 pamoja na cheti, makofi mengi. Joseph Sabai, mshindi wa tatu, shilingi 300,000 na cheti. Tunapata picha. Natosha. Tunapiga picha. Wakati huo tunawaandaa washindi fani ya uandaaji na uunganishaji vyuma, welding and metal fabrication. Mshindi wa kwanza ni Benedicto Mumwi. Cheti na 700,000. Mshindi wa pili ni Ilene Diera Evans, ajiandae. Na mshindi wa tatu Bataza Mkula. Kama kawaida, wa kwanza anapata cheti na 700,000, wa pili cheti na 500,000, wa pili cheti na 300,000. Makofi mengi kwao. Mshindi wa pili sogea. Wakati huo tunaangalia fani nyingine, ilikuwa ni fani ya uwashi hii, masonry and brick line. Haya, wa kwanza ni Ode Simbeye. Ode, makofi mengi. Wa pili Idrisa Saidi Stambuli, na watatu Emmanuel Sanga. Fani ya uwashi hiyo, mshindi wa kwanza Ode Simbeye, mshindi wa pili Idrisa Saidi Stambuli, Emmanuel Sanga, mshindi wa tatu ya Mgaba, mshindi wa pili Ezekiel John, na mshindi wa tatu Trent Martin. Makofi mengi kwao. Amon ya Mgaba, Trent Martin. Wanachora ramani za majengo, sio mchezo. Hongereni sana.
Hongereni sana. Sasa mtapiga picha wote kwa pamoja, na lile kundi la mwisho lilikuwa ni kundi hii fani ya ubunifu, ushonaji na teknolojia ya nguo, mambo ya dressing, sewing na cloth technology. Wa kwanza Shambani Nyakashako, wa pili Aquilina Swai, wa tatu Highland bodi tunashukuru